Karibu. Katika mada leo tunakwenda kujifunza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaondoa sumu mwilini kwa urahisi na kwa kutumia njia za asili. Kwanza tuone sumu mwilini inasababishwa na nini? Sumu mwilini inasababishwa na vitu mbalimbali ikiwemo vyakula ambavyo tunakula au dawa fulani ambazo tunazitumia kwa ajili ya matibabu fulani. Hivyo basi, katika mada yetu ya leo tutajifunza kwa undani ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaondoa sumu mwilini na miili yetu ikabaki salama bila kuwa na changamoto kubwa ya sumu. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, tafadhali usahau kusubscribe ili unapata maudhui mara kwa mara pindi tunapo upload maudhui yetu. Mbinu ya kwanza ni kunywa maji. Mtu wa kawaida anapaswa kunywa maji kwa siku kuanzia lita 1.5 mpaka lita 2. Hii inasaidia kuondoa sumu mwilini. Kikawaida binadamu huhitaji kupata mkojo kuanzia mililita 800 hadi lita 2, na hii inategemeana na kiwango ambacho upata cha maji kwa siku. Hivyo basi, kama una tabia kunywa maji mara kwa mara kwa siku kuanzia lita 1 hadi lita 2, utaweza kupata kiwango hiki cha mkojo na utaweza kutoa sumu kwa urahisi mwilini. Jambo la pili ni hakikisha unakula matunda. Teua mlo mmoja wa chakula kuwa ni matunda. Matunda yana kiwango kidogo cha kemikali na hivyo husaidia kupunguza ongezeko la sumu mwilini na kuacha mwili wako ukiwa salama. Unaweza kufanya hivi kwa kuteua mlo wa jioni ukawa ni matunda, lakini pia unaweza ukawa unakula tunda kila baada ya chakula. Jambo la tatu, hakikisha unapendelea kula vyakula vya asili, vile ambavyo vimelimwa kiasili au vile ambavyo vimetengenezwa kwa njia asilia. Kwa mfano, wali ambao umeungwa na nazi au mboga ambazo zimelimwa bila kutumia kemikali nyingi au madawa mengi ambayo yanaongeza kemikali ya chakula. Lakini pia hapo kwenye vyakula pia usipendelee sana kula vyakula ambavyo vimeokwa. Hivi huwa na kemikali ambazo zinaweza zikaongeza sumu mwilini. Jambo la tatu, hakikisha unafanya mazoezi walau dakika 30 kwa siku na mara 3 kwa wiki. Unapofanya mazoezi unasaidia mwili kuchoma mafuta yale ambayo yamezidi, ambayo yanaweza kupelekea ongezeko la sumu mwilini. Na unapofanya mazoezi hakikisha umetoa jasho. Kufanya mazoezi si lazima uende gym. Unaweza ukakimbia, unaweza ukatembea, au pia unaweza ukaongeza ufanyaji wa kazi za mikono. Jambo la 4, hakikisha unapata mfungo. Unapofunga si tunamwomba Mungu, bali pia unatoa nafasi kwa mwili kutumia vile vitu ambavyo vipo ndani ya mwili na kupunguza kiwango cha sumu mwilini. Hii imewasaidia watu wengi, hasa watu ambao wametoka katika mfungo wa Ramadhani, afya zao pia zimeimarika. Na wale ambao tupo kwenye mfungo wa Kwaresma, pia afya zetu zimeimarika kwa kiwango kikubwa. Nikuombe ndugu mtazamaji, hakikisha na wewe unapata mfungo walau mara 2 au mara 3 kwa wiki ili kuongeza uimara wa afya yako. Jambo la 5 na la mwisho katika siku yetu ya leo, hakikisha unapunguza vyakula ambavyo vinaongeza sumu mwilini. Mfano, pombe, uvutaji wa sigara, vyakula ambavyo vimeokwa. Vitu hivi havina faida kubwa ya kimwili zaidi ya kutuongezea madhara ambayo yanaweza yakawa chanzo cha afya mbaya katika safari ya maisha yetu. Nikupe bonus mbinu moja. Bonus ya leo ni kutumia dawa za hospitali bila ushauri wa daktari. Unapokuwa na tabia ya kujitibu, unaweza ukaongeza kiwango kikubwa cha dozi na kukuletea changamoto ya kiafya. Hivyo hakikisha unaondoa tabia ya kujinunulia dawa mwenyewe na unakuwa na tabia ya kwenda hospitali kupata vipimo na kumwona daktari akupe ushauri wa dawa ambayo inaweza kukusaidia katika kuponya shida yako. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami Daktari Lenini Komba. Tukutane katika mada ijayo. Kama kuna jambo jipya ambalo umejifunza, tafadhali niandikie kwenye comment section nini ambacho umejifunza na nini ambacho nitamani tujifunze ili tuboreshe maudhui yetu. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.